Nilichojifunza kwanza, kero zisikilizwe kwa Mtiko. Uongo kweli? Hazisikilizwi. Hawasikilizwi wananchi. Haya ni maelekezo ya Dkt. Samia Suluhu Hassan na ni maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ndugu zangu, Waziri Mkuu anatoka Singida. Tupige makofi. Wafanyakazi wa wilaya ya Singida, sisi ndio tuwe wa kwanza kuwasikiliza wananchi. Sisi tunaita Oscar Samia na mwenyekiti wa hospitali anatoka Singida. Naomba asimame tena pale. Ndugu wangu, naomba tumpigie makofi tafadhali. Kama wote tafadhali, watendaji wote wa serikali, kila siku ya Jumatano, wasikilizeni wananchi. Mkurugenzi fuatilie hiyo. Hasa utumishi, kazi ni ya kweli. Fuatilieni kila kijiji wamesikiliza, kwenye kata wamesikiliza. Sisi tumeenda kusema wananchi, nakumbuka 2022 iliyopita hiyo. Huyu atasema kuna siku masika wananchi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 6 usiku. Yule bwana. Hao wilaya 2 asubuhi mpaka saa 6 usiku. Leo hii juzi tumefikia tu sasa wanao wanaweza saa 6 saa 7 usiku kosa. Na ndio changamoto zaidi ya kero 2000 tumezifunga pale. Sasa hii kazi si kazi ya wafanyakazi wachache. Hii ni kazi ya watumishi wote wa serikali wilaya ya Singida. Kwa hiyo nafasi zenu kila siku Jumatano wasikilizeni. Zile ngumu kabisa ambazo zinatakiwa kuja kwetu. Msiwaandikia wewe ndio kwa wilaya. Takweni. Ikiwezekana tena wataalamu, omba kwa mkurugenzi. Ili mwenye wao apate mapema. Leo kuna mzee yuko pale anachangiwa. Yule bwana mzee wangu. Muda tu umeisha hapa kwa serikali. Kidogo kwa msikilize mzee. Maana wasikiliza hawa wasingelalamika wazee wangu. Wasingelalamika. Kwa hiyo wazee wangu ndugu zangu. Na leo kwa serikali. Imani naweka pale nyingi hapa. Na msogeni wananchi. Mtiko Ruto. Mimi nawaahidi nitarejea tena. Lakini haya kesho lazima tuyamalize. Na usikilize ili ndani ya siku 14 yale yote ambayo tunazungumza hapa yote tumeamaliza. Sasa watu wa Mtiko. Na kwa ndugu zangu